Naam, katika hali ya kushangaza Diamond Platnumz ameweza kutangaza wimbo wake mpya. Hichi ni kionjo cha wimbo mpya wa Diamond Platnumz na inasemekana kwamba huu ndio utakuwa wimbo wake mpya na ameshatangaza mwezi wa 10 ambapo ameeleza kwamba utakuwa ni mwezi wa bandika bandua kutokana na ni mwezi wake wa kuzaliwa. Kwa hiyo ameanza rasmi, anataka kuja kutoa ngoma mpya. Sasa wadau wanasema kwamba kuna namna moja ama nyingine ni kama ametangaza vita na Harmonize. Kutokana na Harmonize sasa hivi ameonekana yuko mbioni kutoa album mpya. Kuna kolabo kadha wa kadha ambazo Harmonize ametujuza. Kwanza kulikuwa kuna kolabo na Abigail Chams, tunaona Lala liko bonge moja la ngoma, lakini pia kuna kolabo na Focalist kutokea kule South Africa, lakini pia kuna kolabo na Mohamed kutokea kule Misri. Sasa ukiangalia kwenye game ya muziki sasa hivi, game ya muziki wa Bongo Flava, unaona kabisa kwamba wawili hawa wako katika mpambano ama competition, yani ushindani wa hali ya juu, ambapo tunaona kila mtu akijitahidi kwa upande wake kuhakikisha anatoa burudani ya aina yake. Sasa huku Diamond akisifika kutoa kazi kali, lakini pia kutoa video kali, lakini pia ukiangalia katika project iliyopita ya Harmonize ya Kidedea, yani project iliyopo sasa hivi hewani Kidedea, tunaona ni ngoma ambayo imeweza kuchukua nafasi kubwa sana. Attention imeonekana kwenda kwa Harmonize kwa sababu ya ubora na ubunifu wa hali ya juu kutokana na hilo jambo, kitu ambacho kinaonekana kabisa kwamba kuna mengi mazuri yanakuja. Kwanza kabisa tunaona wawili hawa wote washafanya kazi na Director Kenny. Director Kenny tunaona kwa upande wa video sasa hivi anamsaidia Harmonize kutengeneza video kali. Tunaona project yake ya Kidedea, tunaona ni moja ya project ambazo zinaonekana kusifika sana sasa hivi, hasa katika mitandao ya kijamii. Tunaona challenges zimekuwa nyingi sana, lakini tunaona sasa hivi ujio wa Diamond Platnumz baada ya kufanya collab na Ciara. Huyu ni msanii kutoka kule nchini Marekani. Katika ile nyimbo ya Low tunaona Diamond pia alichukua kijiji chake kimataifa na ametengeneza fan base kubwa sana nje ya mipaka ya Afrika. Sio mipaka ya Tanzania, nje ya mipaka ya Afrika. Maana yake ametengeneza fan base Marekani, na pia tunaona kuna kolabo ambayo inatajwa kwamba Diamond kuna kolabo atafanya na Trey Songz pamoja na Fabulous, ambapo kuna mmoja mwingine, hawa ni wasanii wakubwa kutoka kule nchini Marekani. Kwa hiyo Diamond kupitia page ya Instagram ameeleza kwamba utakuwa ni mwezi ukata na shoka, mwezi wa 10, ambapo akaandika kupitia ukurasa wake wa Instagram upande wa Insta story, na akiwaambia mashabiki kwamba mwezi huu wa 10 au vipi, akiandika Oktoba ni mwezi ambao nimezaliwa, na panapo majaliwa Oktoba 2 nitatimiza miaka 36. Katika miaka hii 36 ni mengi nimepitia, mazuri kwa mabaya. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunifanya yote kwa kuyapokea kwa uchanya, na naamini ndio yaliyonijenga hadi leo hii kuwa hapa. Kwa kweli nimekuwa nimebahatika wa kupendwa na kusapotiwa kwa kipekee, na katika kusherehekea mwezi huu au vipi, kusherehekea mwezi wa 10 sasa, akimaanisha mwezi wake wa kuzaliwa, anasema nimeuweka kuwa mwezi maalum wa kuwapa raha mashabiki zangu na kuwatolea nyimbo mbalimbali. Kwa muda sijafanya hivyo. Enjoy WCB Fun, this is your month. Sasa hapa kwanza kabisa ameongea vitu vingi sana. Anatimiza miaka 36 tarehe 2 Oktoba, lakini pia anazungumzia kuna mengi na mabaya ambayo ameweza kupitia, lakini kuna wengine walikuwa wanamkebei, kumkejeli vitu kama hivyo, lakini ni kama ametangaza vita. Ametangaza vita kwa sababu kwa namna moja ama nyingine tunaona msanii ambaye anasifika kutoa nyimbo back to back ni Harmonize. Sababu anaweza kutoa nyimbo 2 ndani ya mwezi mmoja. Ndio kitu ambacho kinaonekana kabisa kwamba wengi wanakifahamu. Sasa hivi ni kwamba vita wawili hawa inaonekana kuingia sasa kwenye kibiashara, ambapo tunakumbuka kipindi cha nyuma Diamond kila akitangaza project basi tunaona Harmonize kwa nyuma na yeye pia anatangaza nyimbo. Kwa hapa ni mwendo wa kupandishiana nyimbo tu. Yes, yani hapa ni mwendo wa kupandishiana nyimbo. Kila mtu ashinde mechi zake, au vipi bwana? Na kwa namna moja ama nyingine kama Diamond atafanikiwa kutoa ngoma
basi inaonekana Harmonize naye pia hatakuwa nyuma kutokana na unakumbuka aliwaahidi mashabiki, ilikuwa ni mwezi wa 8 kwamba atatoa album, lakini kwa bahati mbaya album haikutoka, au sio bana? Na kwa namna moja ama nyingine kushindwa kutoa ile album, baadaye akatoa Lala. Unaona, kwa hiyo tunaona pengine labda Diamond naye pia inasemekana kwamba labda naye anaweza akawa ni muongo, kwa sababu kuna wakati alishawaambiaga mashabiki kwamba nitatoa nyimbo za kutosha, yani bandika bandua, lakini mwisho wa siku tunaona ni kama mambo hayakwenda vile inavyotakiwa. Sasa ukitazama wawili hawa wote wanajua biashara ya muziki inataka nini, yani wawili hawa wanajua ni wapi ambapo kwa namna moja ama nyingine ni wapi watafanya ili kuweza kuteka kijiji ama kujizolea maarufu na kutengeneza content. Lakini pili ni kwamba kwenye biashara ya muziki ni biashara ambayo imegubikwa na vitu vingi sana. Kwanza kabisa fitna za hapa na pale, lakini pia kwenye drama za hapa na pale, na kuna mmoja mwingine unakuta mtu ana jambo lake, lakini tunaona mwingine anashindwa kutoa. Kwa mfano ukiangalia Lavalava alishasema kabisa kwamba wakati anataka kutoa EP yake Hausuba na EP yake, tunaona mambo ya Mbosso pamoja na Diamond ni vitu ambavyo viliingilia kati, na mwisho wa siku tukaona attention ya watu haikuwa kwa Lavalava, lakini wanamuita Bite Gang bana akashindwa kufanya kile, akaamua kuachia hivyo kwa sababu tayari kweshapangwa kwenye ratiba. Sasa hivi tunaona Kidedea inafanya vizuri na Diamond ametangaza wimbo mpya, na bado hatujajua ni wimbo gani, lakini tunaona kwenye Platinumz Gallery tunaona kuna kionjo cha wimbo mpya. Kionjo hicho kinamhusisha Diamond na inasemekana kwamba ndio wimbo mpya ujao. Kwa hiyo ni nyimbo fulani za Bongo Flava, sio kama hizi kama Afro Rev sound, nyimbo za kucheza. Japo Diamond ni mtaalamu sana wa ngoma kama hizo, au sio bana? Ni mtaalamu sana wa kutengeneza hiyo sound, kwa sababu anakuambia kwamba yeye anaweza kutengeneza nyimbo ya aina yoyote, ya sound yoyote Afrika, au kama ni mchiriku, kama ni taarabu, kama ni ya mapiano, Afro Rev sound, Afrobeat, Bongo Flava, au sio bana, pop, Afro pop, tunaona hizo zote Diamond anafanya. Kwa hiyo tutegemee ushindani wa hali ya juu mwezi Oktoba, lakini pia inaonekana Diamond Platnumz imetangaza balaa zito, imetangaza vita na Harmonize mwezi ujao. Mimi nisiwe na mengi, unalipi la kuzungumza kuhusiana na vita ya hawa wawili Harmonize pamoja na Diamond Platnumz mwezi wa 10? Dondosha maoni yako, lakini pia kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu ndiko subscribe.